Niuma zaidi. Huwezi kuamini Mage, yote niliyomfanyia. Acha tu. Ndio ni mwai nikamwona na hali gani huko? Mwai mwanza ukajifanya unambembeleza bembeleza. Subiri. Haya. Baadaye. Haya. Mage, subiri basi. Wewe Mage. Mage. Jamani. Yana kukimbiza hata usimame. Wao mpenzi wangu. Kumbe ulikuwa unakuja wewe tumekutana njiani? Ndio nilikuwa nakuja kwako. Okay. Twende basi. Twende wapi? Twende wapi? Kwangu. Kwako? Ndani kwako. Mimi niende ndani kwako. Nitakuwa sina akili timamu. Mponji, kumbe wewe hii ndio tabia yako. Yaani wewe inaonekana kumbe tabia zako chafu sana Alafu kwangu unajifanya mwema sana. Mage. Mbona ghafla afu sikuelewi yani? Ghafla? Ghafla. Kumbe ushaikuwa na mwanamke huko nyuma, ukamfanyia mambo ya ajabu, vitu ambavyo hastahili kufanywa mwanamke. Kwani Mponje? Sikuelewi yani unamaanisha nini? Yani ghafla tu unakuja unaanza kuniambia maneno, mimi nitakuelewaje? Ni kweli. Huwezi kunielewa. Si unajizima data? Mage. Embo acha yazi. Bani mimi sikuelewi. Unajua sikuelewi unachozungumza. Hata hii situation ingekukuta wewe, sijui ungekuwa katika hali gani. Yaani unakutana na mtu mpenzi wako, mpo na furaha, ghafla tu anakuambia maneno kama haya. Mimi sikuelewi ujue. Yaani unamaanisha nini? Wewe hujaikuwa na mwanamke huko nyuma ambaye alikulipia kodi. Ulidanganya mamako anaumwa, ukamdanganya vitu kibao na akatoa pesa kwa ajili yako, lakini mwisho wa siku ukamtia na mimba afu kamwambia ile mimba itoe. Sawa? Mage, embo tusikilizane. Mimi katika maisha yangu sijawahi kumfanyia mwanamke hivyo. Sijui unasema sijui dada nani, sijui nani, mimi wewe simjui. Yaani sijawahi kufanya hivyo vitu yani. Sikuelewi, hebu nieleweshe basi. Wewe umekuja una jazba. Hatuwezi kuelewana ukiwa katika hali hiyo. Nisikilize na mimi, yani nielezee ipo hivi lakini wewe unakuja unanihukumu moja kwa moja. Mimi sikuelewi. Kwa hiyo Mponji, yule dada ni chizi. Yule dada aliyotoka kuniambia sasa hivi umemfanyia haya mambo mpaka kizazi kimetoka. Yule ni chizi. Yule hana akili. Umemsababishia matatizo makubwa kwenye maisha yake. Kweli atashindwa hata kuitwa mama leo mpaka anakufa. Sasa Mage, mimi nikwambie tu ukweli. Mwanamke wangu wa nyuma hakuwa na pesa kunizidi mimi. Mimi ndo nilikuwa nampa pesa. Mwanamke gani ambaye mimi nilikuwa namchuna? Mbona mimi sikuelewi? Afu umekaa una relax. Mage ni uongo. Unaniona mimi sina akili timamu. Halafu usinifanye mimi nionekane hapa mtaani kama ni mtoto wa Uswahilini. Umeelewa? Mimi sio mtu wa hivyo. Na mimi ni mtu mwenye upendo wa hali ya juu. Umeelewa? Nilijitoa kwako kwa hali na mali. Kidogo changu ambacho napata mshahara kazini, nilikugaia wewe, nikajua wewe ni mtu wa muhimu kwenye maisha yangu. Utakuja kwa baba watoto wangu, mume wangu. Hili ndio unastahili mimi kufanywa. Najua ulichofanyia yule dada na mimi utakuja kunifanyia. Samani, naomba kila mtu aendelee na maisha yake. Naomba usinitie stress. Naomba sitaki hata kuona simu yako. Sitaki kuona chochote. Naomba tu mimi na wewe mapenzi yetu yameishia hapa. Basi inatosha Mponji. Sitaki ongea chochote. Huwezi kunifanyia ghafla hivi. Yaani kwa kosa gani? Yaani kosa ndo silijui. Niambie kosa, mimi niko tayari hicho unachokisema. Lakini niambie, yani kosa langu ni nini? Yaani unanihukumu kitu ambacho sikijui kwanza. Hebu niambie. Mponji, inaonekana wewe huna shukrani kabisa kwenye maisha yako. Huna shukrani. Nilikuona kama ni mwanaume sahihi kwenye maisha yangu ambaye nitajenga familia na wewe, nitazaa watoto na wewe, nitaishi, utakuja kuwa mume wangu wa ndoa. Lakini kumbe tabia zako ni za kishetani. Mponji, nataka tu nikwambie, mimi na wewe mapenzi yetu yameishia hapa.
futa namba yangu, sahau kwenye maisha yako kama ulishaikuwa na Margaret. Sahau. Umenielewa? Niligawana na wewe kidogo changu. Mshahara kila mwisho wa mwezi unatoka kazini na kugaia. Nilishindwa hata kusaidia familia yangu nyuma. Sio kwamba na mimi sina familia ambayo inanitegemea. Ipo. Ndugu zangu huku wapo wanataabika, lakini nilikusamini wewe ambaye niliona ni mtu wa thamani kwenye maisha yangu. Ila siwezi kuendelea na wewe. Sitaki ulichomuumiza yule dada, ulivyomuumiza na mimi huyo niumize. Naomba baki na maisha yako ili tusije kuumiza. Usiniguse. Usiniguse. Mage, nakuomba chonde chonde, mpenzi wangu, chonde chonde. Sawa, chonde chonde. Najua ulishaniambia kwamba moyo wako mdogo, ila hata hiki unachokifanya, uwe ni mtu ambaye una elimu yako, vile vile ni msomi na ni mtu ambaye una maisha yake. Hiki unachokifanya anatakiwa kifanye mwanamke wa Uswahilini. Yaani uweze tu kusikia maneno Mage ukanihukumu. Hebu please. Labda kama ulikuwa na nia ya kuniacha ndio niambie. Bwana, mimi nilikuwa na nia, si kwamba sikutaki. Na watu watuachane hivi Mage. Na sijui kosa langu. Mimi sijui chochote hicho unachokiongea. Please mpenzi wangu. Please. Calm down, twende nyumbani tukaongee, please. Kaa mbali na maisha yangu na nyumbani kwetu. Ona kama kituo cha polisi. Sikutaki. Mage. Sasa hizi Damwana. Ndugu yangu nzuri tu. Naona umependeza, unatoka? Nitoke wapi? Nilizuga tu kwamba kujifanya na mtoko, nataka kutoka kwa sababu nilikuwa na wageni fulani hivi. Kwa mimi nilizuga nataka kutoka ili dili langu litimie. Wewe acha tu. Yaani nikwambie kitu hepi. Hapa mjini majira ya kufanya kupata hela yako hivi. Yaani ili mradi tu ujanja wako tu. Kwa sababu unakumbuka hata kipindi kile wakati niko saluni pale. Mimi nishauza nywele za watu sana tu. Nywele za watu? Si uchawi huo. Hasa uchawi vipi? Hata sio uchawi. Kwanza hata uchawi wenyewe si ujui una rangi gani. Mimi nilikuwa nauza kama watu wakigombana huko, mtu amechukuliana mabwana, anamtafuta jinsi ya kumpata apati, hana jinsi ya kumpata, anajua sasa kwamba kaenda saluni kwa mwana kusuka. Haya, mimi nikimsuka si ananiagiza tu. Mwana kuna 20,000 hapa. Nipe nywele zake. Kuna ubaya gani? Ila sio vizuri. Hata Mungu apendi. Tuachane na hayo. Hiyo dili ambayo umefanya sasa hivi hapa, ni dili gani? Ili dili la sasa hivi, yaani dili kubwa. Amekuja hapa Sofia. Amekuja na huyo mdada huyo, shoga yake. Kwa sababu aliniomba tuliongea dili. Aliniomba kwamba nimgombanishe shoga yake na bwana wake. Ili yule bwana apate kumchukua yeye. Kwa mimi ndo dili lo nimelifanya. Kaja naye hapo. Nikamgombanisha hapo, nakwambia nikaongea ya uongo, nikajifanyia yule bwana na mimi alikuwa bwana wangu, alinitenda, amenifanyia mambo mengi, yani mambo hivi. Mabaya. Hivi. Nakwambia. Yaani mpaka yule binti alipotoka hapa, katoka nakwambia jicho, yani amekasirika kiujumla. Na huko nahisi kimeenda kunuka huko. Sofia bwana anampata. Wewe Damwana wewe. Unachokifanya sio vizuri. Hata Mungu apendi. Unajua mapenzi yanauma sana wewe? Unajua wametoka wapi? Wameanzia wapi? Wamepanga mipango mingapi? Mpaka uende kuwagombanisha wewe. Hivi Damwana, ushawahi kuona wapi Tanzania hii mtu akazulumiwa shamba akajiua? Lakini mtu akimfumania mke wake anajiua. Wewe ashumu hapo huyu dada katoka hapa. Kaenda huko. Unajua enda kufanya nini? Akienda kijiua huko. Akimuua mume wake huko kwa hasira na uongo huo uliomjaza. Itakuwaje? Ninachokushauri Damwana. Hiyo ni dhambi. Na hiyo ni dhuluma. Uende ukamwombe msamaha yule dada na umwambie kila kitu ulichoongea hapa ni uongo. Umenielewa? Na hiyo dhambi hiyo inatembea mpaka kizazi chako. Hata kama haijakurudia wewe, uzao wako, watoto wako, wajukuu zako itatembea.
Utoke hapo uende ukamwombe msamaha dada wa watu. Umenielewa? Lakini hebu subiri kwanza. Sasa wewe unataka mimi nifanyeje? Hapa mjini maisha magumu ndugu yangu. Hata kama maisha ni magumu, tafuta hela kwa jasho lako na liwe la halali. Tafuta kazi ya halali. Hiyo sio kazi ya halali. Hilo jambo lilolifanya sio vizuri. Na hiyo ni dhambi. Itakutafuna wewe na watoto wako. Ukitaka kutubu hiyo dhambi, uende ukamwombe msamaha yule dada. Na uongee ukweli, sio uongo. Umenielewa? Na mwana, uende ukamwambia ukweli. Kuwa ulimdanganya. Na hiyo dhambi usiposema ukweli, itakutafuna wewe na familia yako na kizazi chako. Hivi, na mwana, kitendo ulichomfanyia yule dada, ungefanyiwa wewe, ungelizika? Usipende kumfanyia mtu kitu ambacho wewe upendi kufanyiwa. Kwa hapo tufanyiwe. Unabidi uende ukazungumze naye. Yaani sio ngumu. Unafika pale unamsalimia, unakaa unamwambia na mazungumzo naye marefu. Hey. Umenielewa? Kuelewa na kuelewa ila basi sawa, nitajua cha kufanya. Mage rafiki yangu, maji yakishamwagika hayazoleki. Kwa hiyo likitokea jambo linakuwa limetokea na inabidi lipite. Kwa namba yoyote alopita alikukuta rafiki yangu, hebu achana nayo, potezea kabisa. Sawa rafiki yangu? Ni kweli rafiki yangu anachokiongea. Mage, mimi nadhani kwamba sasa huu ni muda wa kusahau kila kitu na kuendeleza maisha yako mapya yenye amani, yenye furaha kwenye moyo wako. Na nikuombe rafiki yangu, msahau kabisa Mponji. Wewe mwenyewe umejionea vitu walivyofanya, kwa hiyo msahau kabisa ili uwe na amani kwenye moyo wako. Na vipi Mponji hajakutafuta kweli? Kanipigia. Anasemaje? Ananiomba sana msamaha. Sana, sio kidogo. Mage, yaani hata angekuja nalia machozi ya damu, usimsamee katu. Rafiki yangu, kwa alichokufanyia hicho, yaani nakwambia kabisa, usije ukamsamee na usimsamee. Saizi muda tuangalie maisha yetu, tuangalie kazi zetu zinaendaje, maisha mengine yaendelee. Mponji achana naye. Mage, yaani usimsamee kabisa Mponji. Yaani ukitaka univuruge, mimi na urafiki uishe, tupishane njiani kama tujuani, nisije hapa kwenu wala kwetu usije, msamee Mponji. Yaani usimsamee kabisa, usimsamee. Hastahili kabisa kusamehewa. Sawa rafiki yangu? Ni kweli Sophie ninachokiongea. Unajua kwa leo afanya Mponji kwa yule dada sio vizuri kabisa na hajamtendea haki. Lakini nikiangalia mimi, hata kama namchukia Mponji, nachukia labda zile tabia zake ambazo amejifanya kwa yule binti, lakini nikiangalia mimi hajanikosea chochote na hajaonyesha tabia yoyote mbaya kwangu. Kwa hiyo hapa nilichokifanya, siwezi kukubali msamaha wake haraka haraka. Hapa ninachokifanya, nafuatilia taratibu nijue ni kweli aliyafanya. Je, alikuwa na mahusiano na yule binti au la? Kwa sababu siwezi kumhukumu mtu Sophie kwa kitu ambacho sina ushahidi nacho. Na naona Mponji anavyoteseka na hangaika, na namuuliza anakataa, anasema binti hamjui, na huyo binti aliyokuwa naye kipindi cha nyuma alikuwa hana pesa. Mponji alikuwa na pesa. Kwa hiyo rafiki yangu, nafuatilia taratibu mpaka nijue mwisho wake ni nini, aliyafanya au hakuyafanya. Kama hakuyafanya, kiukweli Sophie, kwa hilo utanisamehe, nitarudiana naye. Mage,
Yaani tena una mawazo kurudia naye Mponje tena? Anakataa kwa sababu yeye kashayafanya, lazima akataa. Hata ungekuwa ungekubali. Anajua kabisa akisema tu akubali atapata pesa. Na ajua kabisa kwa Mage ndo pa kuchuna. Akubali ili iweje? Aharibu kabisa, pesa aziache. Ndio nakwambia anakataa, huyo ni mbea mnafiki kabisa kukukatalia. Yale mambo aliyafanya mwenyewe kwa rafiki yangu yule, alifanya. Nakwambia tena. Yaani mkatalia kabisa, unajua mkatalie. Usije kumrudia Mage. Haya. Na atakufanyia vile vile, atakuumiza vibaya kuliko hata yule. Wewe atakupiga vibaya. Nakwambia tena. Kwa hiyo jiengue mapema rafiki yangu. Mapema sio kabisa ukamkubali kurudiana naye. Yaani mfuta kabisa kwenye mawazo yako. Mfuta kabisa, angalia maisha mengine. Sasa hizi rafiki yangu, tupambane kwenye kazi tu. Usijali. Mimi siwezi kurudiana naye kwa sasa hivi. Ila nikipata uthibitisho uliokuwa sahihi kwamba hajayafanya, kiukweli siwezi kumkataa. Na nitarudiana naye tu. Ila nahitaji uthibitisho, siwezi kurudi kwake haraka haraka kama unavyofikiria. Nadhani unanijua, nikichukua uamuzi nimechukua. Kwa hiyo ninachohitaji sasa ni muda, nikae nifikirie na nifuatilie taratibu haya yalozungumzwa ni ya kweli au sio ya kweli. Kwa sababu siwezi kumhukumu mtu moja kwa moja kwamba kafanya na wakati hajafanya. Hicho kitu siwezi. Mage, unataka kufuatilia tena. Yaani ishatokea, ushajua ukweli yule kashafanyiwa hivyo, usifuatilie. Ukifuatilia atakuumiza zaidi. Yaani ulipoumia hapa natosha hapo hapo rafiki yangu. Usifuatilie, usifanyaje. Wewe mpoteze kabisa, muache tu. Iishe hivyo, umemwacha. Ukifuatilia utaumia zaidi. Nakwambia. Usije ukafuatilia. Basi mama. Sawa basi, umefurahi? Na mimi nafurahi pia unaponijali. Nadhani leo tutashinda wote mpaka jioni. Mpaka mama akirudi aje kuukute hapa. Mage mama utamsalimia tu, mimi naona nitawa. Wai. Sawa. Basi nikuache rafiki yangu, nitakupigia simu baadaye. Sawa, haina shida. Lakini usisahau kumsalimia mama. Nitamsalimia. Kwanza yeye mwenyewe alivyokumisi. Hata anaulizia Sophie uko wapi jamani? Sophie. Dada upatikane. Bana, siku mbili hizi nitangaza ratiba yangu, nitakuja kumuona. Haya poa. Haya baadaye. Haya poa. Vipi bwana Mponje? Mwanangu Mposhi. Ng'ombe maskini azae. Kwa nini asizae sasa? Sasa. Mwanangu yani unakuwa ndo ushajipatia tulizo la moyo wako yani. Au mti wako umemea vizuri, umekutengenezea kivuli, afu watu wanakuja wanakukata. Mponje, mbona kama fumbo hiyo? Unamaanisha nini? Mimi na Mage tumeachana. Mmeachana? Poa, hebu acha masiala mwanangu. Mmeachana kivipi sasa? Mbona nichanganya? Najua huwezi ukaamini ninachokwambia, lakini tumeachana. Unajua mimi naona kama bado ni utani. Naona kama unaleta utani kwenye mapenzi sasa. Mage anachodai yeye kwamba mimi nishaikuwa na mahusiano na mwanamke, na huyo mwanamke nikamdhulumu pesa zake, nikajizuga kwamba sina kodi, akanilipia kodi, mamangu anaumwa. Yaani yale ambayo Mage amenifanyia. Na huyo mwanamke anavodai ndio amemwambia hayo. Mponje, wenda labda kuna mtu kajua labda mapenzi yenu yalivyoshibana akaamua kwenda kuchomekea nani ili muachane na nani na Mage. Mimi mtu asili sana Mkoshi. Hakuna mtu yeyote nishai kumshirikisha mambo yangu. Yaani nawaza. Yaani kama kweli kuna mtu amemwambia. Ni nani anayejua haya mambo? Kwa sababu kusema mimi sijui kuna mwanamke anaweza kunifanyia chuki ya namna hiyo. Kweli mapenzi changamoto. Mage huyu ambaye mlikuwa mmeshibana. Au yeye mwenyewe tu kaamua kukuletea visa ili akuache.
Mkushi najaribu kuwaza kwamba inawezekana ni mbinu, lakini nachokiwaza zaidi kwa upendo ule, yani akatumia hiyo mbinu. Hivi inawezekana kweli? Yani kwa jinsi alivyokuwa ananipenda, tunapendana, yani akatumia hiyo mbinu ili aniache, yani Na vipi labda ushakaa naye ukaongea labda ukamwomba msamaha? Amna, sijaongea naye kwa sababu issue yenyewe ndio kama hivyo imetokea jana tu. Kwa hiyo sijaongea naye kwa sababu nikimpigia simu apokee. Sasa mimi naona cha kufanya wewe mfuate nyumbani. Mfuate nyumbani, uongee naye, anaweza akakuelewa yakaisha. Unajua huenda ni hasira, akachukulia ile hasira ndio maana akupokea hii simu. Mkushi, hiyo umeongea ni point. Tena ngoja niende sasa hivi. Haina noma ndugu yangu. Say. Poa. Poa poa. Mponje, umefuata nini tena hapa kwetu? Mage, jana naona ulikuwa na hasira sana. Sasa nikasema leo nije tuzungumze. Tuongee kitu gani? Mimi na wewe tushamalizana, mbona tunafatana mpaka nyumbani? Unachotaka ni umesahau nini kwangu labda? Kile ambacho kinaendelea Mage. Mponje, mimi na wewe tulishamalizana. Mimi na wewe mahusiano nishasema basi. Unachokaa unanifuata kwetu ni kitu gani? Umesahau nini kwetu labda? Mage, mimi sina raha, hebu nielewe, sina raha, sina amani kwa hiki ambacho kinaendelea. Tukae tuzungumze, yani kosa nini haswa? Yani nini haswa? Sikiliza Mponje. Sitaki kurudia mada ile ile kila siku. Kila siku tuongelee jambo moja. Sisi tumekuwa watoto. Sisi watu wazima tunaelewana. Nishakwambia mimi na wewe basi. Basi tuelewane. Hebu move on, baki na maisha yako, niendelee na maisha yangu. Usizungumzie hicho kitu Mage. Sasa hivi umeshaingia moyoni. Sidhani kama mimi na wewe tuna mazoea hivyo. Hapana. Endelea na maisha yako. Na kuomba endelea na maisha yako Mponje. Mage, ulishajipanga kuniacha. Mimi sijajipanga kuachwa. Yaani mimi nateseka. Sina raha Mage. Alafu katika mazingira gani? Yaani issue kosa ni nini? Naomba uondoke. Mage, naomba tuongee Aisha ya mambo. Mimi nakosa cha kuongea Mage. Hebu naomba nielewe, tukae tuzungumze. Umesikia Mage? Mage. Odi. Karibu. Asante. Karibu. Asante, vipi? Safi, kwema. Karibu. Mponje. Nimekuja hapa kwa sababu leo usiku sijalala. Hujalala kwa nini? Yaani nimelala naweweseka sana. Baada ya hapo nikaingia kwenye maombi. Nikaona kabisa roho Mungu ananiambia kwamba wewe hapa uko sawa. Kwa nikaona ni vizuri nije ili nipige story mbili tatu na wewe, usikae peke yako na hali hiyo. Sophie, ni kweli siko sawa, lakini sihitaji kampani ya mtu. Hapana Mponje, siwezi kwenda kati umeshaniambia kwamba ni kweli hauko sawa. Please nakuomba tukae kidogo hata nusu saa hivi ili saa tupige story, wala haina shida. Utakuwa sawa. Sijapenda kukuona kwenye hali hiyo kama ulivyoniambia. Nakuomba sana. Hapana Sophie. Kwa situation nilokuwa nayo sasa, nahitaji kuwa peke yangu. Sihitaji kampani ya mtu. Unaweza ukaenda.
Hapana, sitatamani kuondoka kukuacha kwenye hali hiyo. Na kuomba tuingie ndani tukae tupige story ili uondokane na hiyo hali, sababu moyo wangu unaumia sana baada ya kuwa upo kwenye hali mbaya. Na kuomba. Sawa, karibu. Sophie, karibu. Asante. Kwanza nimefurahi sana kuingia ndani kwako. Ndani kwako ni pazuri. Ni pazuri sana sana. Mponzi, unaonekana ni mwanaume mpambanaji sana. Unapambana sana. Na siku zote mwanaume mpambanaji akipata mke bora mapema sana mnapiga hatua. Sophie, ni ngumu sana kupata mke bora katika dunia sasa hivi. Ngumu sana. Mponzi, kama nilivyokuambia kwamba katika maombi nilikuwa naomba, nimeonyesha kwamba wewe hauko sawa. Je, unaweza kuniambia ni kitu gani kinachokusumbua mpaka umekuwa kwenye hali hiyo? Kwani Sophie, ukiwa kwenye maombi yako uonyeshi na tatizo ambalo linalomsumbua mtu? Katika maombi yangu huwa naonyeshwa tu kwamba mtu wako wa karibu au mtu fulani ana shida, ila sijaonyeshwa kwamba una shida na kitu gani. Ndio maana nimekuomba uniambie ni kitu gani kinakusumbua. Sophie, inaniuma sana tena sana. Sophie, sijajua nyewe wanawake mnataka nini. Sijajua nini kifanyike. Sophie, unajua kiwango gani mimi nampenda mpenzi wangu? Wewe unajua sio rahisi kwa mwanaume kuapproachiwa na mwanamke mzuri kama wewe kukataa itikisa na mpenzi mwingine. Sophie, unajua wewe ni mzuri sana sana, lakini angalia mimi nimekaa na msimamo, nimekukataa kwa sababu ya mpenzi wangu huyo Mage. Lakini pasipo kutegemea, ghafla anitaki, yani simuelewi, yani anitaki, na sijui anasema amesikia maneno sijui eti kwamba mimi nina tabia ya kuwadhulumu wanawake pesa hivi. Sophie, msema ukweli, mimi ningekuwa na tamaa labda naishi nikiwadhulumu wanawake pesa kwa ajili ya mapenzi, mimi si ningechukua pesa ngapi umetaka kunipa mimi nimekataa Sophie? Pesa ngapi umetaka kunipa mimi nimekataa, lakini Mage mpenzi wangu hataki kunielewa Sophie. Yani mimi nashindwa kumuelewa, yani ananichanganya. Yani mimi kwanza nilimpenda, sikujua kwamba ana pesa wala nini, wala mimi simpendi mtu kwa sababu ya pesa yake. Yani ni moyo tu, mimi nilimpenda. Nilikutana naye mtandaoni nikampenda, lakini pole sana. Pole. Na kwa nini amechukua maamuzi haraka hivyo? Kwa nini asikilize maneno ya watu? Angesubiri kwanza mkae mzungumze. Mjue mnafikia wapi, mnajua nani mchonganishi hivyo. Yeye anafikaje haraka kukwambia kitu kama hicho? Kinachoumiza. Pole. Yaani mtu unasikilizaje maneno ya watu? Na mimi sidhani kama hapa kuna maneno ya watu Sophie. Yaani sidhani maneno ya watu yametoka. Nani aongee hivi Sophie? Ni mtu tu ameamua kwamba nataka kuachana na huyu, basi nambambikizie tu kesi ya uhaini. Pole sana. Inaumiza Sophie. Pole. Inaumiza sana. Yaani wewe Sophie tu ujui. Pole. Na kwa nini afanye hivyo?
Pole sana. Kwa nini kufanyia vitu vibaya hivyo? Kwa nini kuumiza kiasi hicho? Angekuwa na huruma basi hata kidogo mkae muongee. Kwa nini unafanya vitu haraka haraka hivyo? Sophie. Nikwambie kitu. Unajua mpenzi wangu anakaa kule kule tulipokutana mimi na wewe ile siku ya kwanza. Kwenye ile fence pale. Naomba basi uende ukaongee na Magi. Ukifika pale jitambulishe kwamba mimi ni rafiki yake na Mponji. Mponji anateseka, Mponji amesingiziwa, Mponji anaumia, Mponji anakupenda, Mponji anateseka. Nakuomba Sophie. Sawa, nitaenda kuongea naye. Kweli? Nitaenda kuongea naye na shida. Nitafurahi Sophie. Sawa basi. Kuwa na amani. Hakika wewe ni rafiki mwema sana. Usijali, mimi rafiki yako. Na sipendi wewe kwenye mawazo rafiki yangu. Asante.